Sasa yesterday umeona the show that Diamond did. Mimi mwenzio siogopi kutukana. Okay. Tanzania mna msanii mmoja tumeona ametuwakilisha. I'm very proud of my boss. Ndio maana nimekuita. We have to talk about relationship, lakini pia lazima tu discuss show ya jana kwa sababu wewe ni mchambuzi ambaye you always talk about Diamond, Wasafi, what's really happening kwenye entertainment industry. At some point huwa nahisi kama uko kwenye payroll. Labda unalipwa labda. Mpaka nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja anaitwa Trigger, naambia Trigger, kuna watu kumbe wanalipwa? Si wewe hapo. Watu wanaamini unalipwa na Diamond kumuongelea na hivyo. Na nikimuongelea Harmonize pia analipa. Harmonize ndo nani? Humjui? Simjui mimi Harmonize. Hapa we are talking about superstar mkubwa Tanzania. Okay, so endelea nikusikilize mpaka mwisho. Diamond anakulipa? Hapana. Haupo kwenye payroll? Mimi sipo. Hivi watu kitu ambacho nyinyi hamjui, mimi sio mchambuzi peke yake. Mimi ni journalist. Mimi na ithibati unajua. Mimi mwenyewe na ithibati. Najua miiko ya utangazaji na kila kitu. Kwa hiyo ukiniambia mimi kuhusu kulipwa, sisi kazi yetu, miiko yetu. Mimi nikajua unalipwa, ngasema mbona mimi nashambuliwa vile niambie. Ishatoka kuwa exclusive. Mwanangu wangu sikiliza. Naona leo mkuja na haja. Mkubwa. Nimemleta to discuss show ya Paris. Huyu jamaa huyu bwana huyu sometimes anatuchapa huyu. Nilikuwa namwambia yeye. Anapuliza. Naona ulinichapa mzee siku moja. Nilikuwa namwambiaje msanii wetu mkubwa alikuwa Paris, wasanii wake ambao anawatetea. He killed it. Wasanii wake anawatetea saa nyingine walikuwa Kariakoo wanakula chips. Nilikuwa namwambia. Mimi sidhani kama ni tatizo. Unajua kuna kitu kimoja. Atambulike kama lakini post yako ile ya mwanzo kabla Simba hajaenda ulikuwa unaonyesha kama ni uko disappointed, kama ni hauamini management na kila kitu. Lakini mwana akakupreempt. Okay, ukijaribu kunisikiliza na kunifuatilia mimi. Ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa nikizungumza ukweli sana. Na ukizungumza ukweli unachukiwa. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wanachukiwa sana kwa sababu mostly nazungumza vitu ambavyo Diamond anavifanya vizuri, na anapokosea ama anapokuwa na wasiwasi nazungumza. For instance, lakini mimi nataka zaidi issue ya juzi. Post ya juzi sio? Post ya juzi, show ya Fally Ipupa inafanyika mara ya kwanza. Alikuwa anafanya show mara mbili, siku mbili, kama unakumbuka Paris. Day 1 na day 2, sio? Zote. Kawaida ya Diamond haendegi sehemu kimya kimya. Baada sikiliza baada okay. Ndo nikwambie sasa kwa nini, ngoja nikwambie kwa nini nilisema vile. Show zote za Diamond promo zake huwa noma. Nisikiliza. Nipe dakika moja sasa. Tusikilizane kwanza tambwe. Dakika moja. Nijibu kwanza hili sasa. Twende taratibu. Mimi tena snitch wa Wasafi tena jamani.